Kwa majina naitwa Kisa Ngoloke, ni mwanamke kutoka ofisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tuko pamoja na wenzangu wanawake wa ofisi hii, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Mbeya. Tumejumuika pamoja na ni kwamba tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kumuona mama mlezi wa watoto ambao ni watoto wenye ulemavu, niseme ulemavu wa akili. Wengine wana ulemavu wa akili, usonji. Kwa hiyo huyu mama katika kupita tuwahi kumuona akiwa kwenye shida katika ufuaji wa nguo, katika kulea watoto. Ni jukumu kubwa sana. Tukaona kwa kweli huyu mama ametolewa kutoka mbinguni. Ni kwamba Mungu amempa hii kazi ambayo wanawake walio wengi kujitoa kwenye huduma hii kwa kweli ni ngumu sana. Lakini kwa moyo aliokuwa na huyu mama ni moyo wa tofauti. Hivi sisi kama wanawake wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya, katika kuhitimisha siku ya wanawake kitaifa, tukaona tuje mahali hapa kwa ajili ya kushirikiana na watoto hawa pamoja na kumtia moyo mlezi wao, mama huyu ambaye amejitoa. Na tumeweza kuleta mashine ya kufulia ambayo itamsaidia kufua. Kwa kweli alikuwa anapata shida katika ufuaji. Sisi katika ushiriki wetu tukaona tuje ili tuweze kutoa zawadi ndogo. Kwa kweli ni ndogo sana kwa huduma anayoifanya, lakini kwa kidogo sana inaweza kumsaidia katika huduma anayoifanya. Kwa kweli naomba nimwombee huyu mama. Maana Mungu ndiye mkuu, Mungu ndo mwenye uwezo wa kulea watoto, Mungu ndo aliyemtoa huyu mama aweze kuifanya hii kazi. Kwa hiyo tutamwombea. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu wa mbinguni uishie siku zote. Ninakuamini Alfa na Omega, wewe ambaye hujai kubadilika siku zote, mzee wa siku. Wewe ambaye unapanga mipango yote inakuwa ni amina. Na hii mipango ya watoto wadogo hawa hata kuzaliwa kwako ninajua ni makusudi yako Jehova. Hata huyu mama kujitoa kwake ninajua ni makusudi yako peke yako. Nani wa kuweza kulea? Nani wa kuweza kuwatunza watoto? Ni wewe peke yako. Mungu, ninaomba kamtumie mtoto huyu, kamtumie mama huyu mjoli wako ambaye amejitoa kwa ajili ya huduma hii ngumu. Wewe ni Mungu ambaye utakayemuwezesha. Asante hata kwa hili kumwezesha, ninasema Ebeneza. Maana umekwenda kutenda, umekwenda kufanya, umekwenda kumwezesha huyu mama hadi ameenda kujitoa kwa ajili ya kuhudumia watoto hawa ambao ni jukumu zito kabisa. Mungu, hatuna chochote cha kutoa, tumetoa kichache tu ambacho kinaonekana kwa mwili, lakini Mungu wewe unatoa zaidi. Sifa na utukufu na kurudishia wewe, tukisema amen. Amina. Kwa majina naitwa Madam Neli Elisha, ndiye mkurugenzi wa hiki kituo cha Funguka Foundation, naelea watoto yatima na watoto walemavu wa akili, viungo na watoto wenye usonji. Kipekee napenda kumshukuru sana Mungu, maana si ni akili zenu bali ni Mungu amewatuma. Nawashukuru kwa kujitoa kwenu. Mungu awabariki, awakumbuke sana. Yaani mmegusa moyo wangu. Maana yake nilikuwa nafua mwenyewe. Unajua kina dada uwezo kawaambia wafue mavi ya watoto au uchafu. Kwa hiyo nilikuwa napambana nafua mwenyewe ili nguo zingine ambazo hazina uchafu ndio alikuwa nafua, au nikichoka kuna mdada ambaye nilikuwa namuomba, yeye ana mtoto mlemavu hapo. Kwa hiyo alikuwa anakuja ndio ananisaidia anafua, lakini namlipa. Kwa hiyo nadhani shida yangu imeisha. Kwa kweli Mungu awabariki sana sana. Mimi hapa na watoto 74. Walemavu wa akili na viungo na wenye usonji wako 40. Wa yatima wako 34. Jumla na watoto 74. Lakini watoto wanaolala hapa kwenye kituo wako 40 tu. Hao wengine ni wanaenda nyumbani, tunaenda kuwachukua asubuhi, hasa hawa walemavu. Wanaenda na kurudi jioni. Wazazi wao wakimaliza majukumu ya kazi tunawarudisha. Yatima wengi wao wanaishi kwa ndugu, kwa sababu mimi hapa eneo ni dogo. Mara kwanza niliwapokea tulikuwa tunakaa hapa, lakini nikaona anashindwa. Chumba kimoja wanaweza kulala watoto 7, 8, 10. Nikaona watapata shida, kwa hiyo nikawaomba ndugu waendelee kukaa nao mpaka pale Mungu atakaponisaidia nikipata eneo kubwa ndipo nitawachukua wote. Kwa hiyo na wanafunzi wa kuanzia darasa chekechea mpaka form 4. Kwa hiyo nawashukuru sana wamama wa kuzuia na kupambana na rushwa. Mungu awabariki sana, Mungu asiwapungukie. Nashukuru sana, karibuni tena na tena, msinichoke.
Kwa majina naitwa Regina Kitwika, ni afisa mtendaji wa kata Iromba. Nilipigiwa simu na kiongozi kutoka Umoja wa Wanawake wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa siku ya tarehe 7 mwezi wa 3 2026 kwamba wanahitaji kufika kwenye kituo kwa ajili ya kuona watoto yatima na wenye matatizo ya usonji kilichopo mtaa wa Sai, kata ya Iromba. Nashukuru leo wamefika, wametoa kila kitu ambacho wamejaliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu aendelee kuwabariki na akawazidishie pale walipotoa. Lakini pia niendelee kuomba wadau wengine ambao wapo na wanaona nini kilichopo hapa. Huyu mama ana mahitaji mengi sana. Ukiachana na leo tumeletewa washing machine, lakini bado kuna mahitaji mengi ambayo tunahitaji katika kituo hiki kwa ajili ya kuendeleza hawa watoto. Kwa ni waombe wadau tofauti kuja kututembelea katika kituo hiki na kufanikisha kile kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Sasa wito kwa wazazi, usimfiche mtoto, kwa sababu kama hapa tumeona kuna baadhi ya watoto ambao walikuwa wameshazoea kufungiwa ndani. Kitendo cha kuona watu wengi mtoto anaanza kulia. Kwa hiyo ina maana hajazoea kuona hayo mazingira, kukutana na watu wengi. Kwa hiyo ni waombe wazazi, kuna mtoto mlemavu usimfiche, kwa sababu unapomtoa, unapomuonesha ndipo unapopata msaada. Lakini ukimfungia ndani kuna haki pia za msingi